Kwa hiyo kama tukizingatia hizi kanuni za maombi 9, maombi yetu yatakuwa na matokeo mazuri sana. Tuliona kanuni ya kwanza ni kanuni ya toba. Mungu wetu ni Mungu wa protocol. Protocol ya kumwendea Mungu inataka toba kwanza, inataka kujitakasa, ndio unapata kibali, ndio unapata mawasiliano. Watu wengi wanasema nilishatubu, nilishaokoka, lakini safari ya mbinguni na mambo mengi. Naona kuna vumbi la kiroho ambalo kwa namna moja au nyingine unaweza kujichafua. Kwa hiyo tukaona kanuni ya kwanza, tunapomwendea Mungu lazima tumwendee kwa toba. Kanuni ya pili tuliona ni kanuni ya shukurani. Tunapomwendea Mungu si kana kwamba Mungu hajawahi kufanya, lakini tayari amefanya nini? Amekwisha kufanya. Yako mambo mengi tunapoomba kwa ajili ya kumalizia jengo jipya, lakini tayari alishatusaidia jengo jingine hilo kuwepo, tukalibomoa. Naona? Halafu tukatengeneza tena kanisa jingine ili hapa tulilopo. Halafu tena tuna kanisa jingine tunataka kufanya nini? Kwa hiyo Mungu tayari amefanya nini? Ametusaidia. Kwa hiyo Mungu anataka twende mbele zake kwa nini? Kwa shukurani. Na shukurani inaleta maongezeko. Shukurani inaleta kuzidishwa. Shukurani inaonyesha heshima kwa Mungu ambaye amefanya nini? Amekutendea. Kwa hiyo kanuni ya pili ni kanuni ya shukurani. Na kanuni ya tatu ni kanuni ya imani. Neno la Mungu linasema kwamba yeye amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na ya kuwa huwapa thawabu wale wote wafanya nini? Wamwendeao. Imani ni mkono wa kupokelea kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Amini, ukimwamini Mungu atakutendea na ataendelea kukutendea na ataendelea kukutendea na ataendelea kukutendea zaidi. Lakini muamini Mungu. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu lazima tuamini kwamba yeye yupo na kwamba hitaji letu hili, hata kama ni dogo namna gani, hata kama ni kubwa namna gani, lakini Mungu yeye anafanya nini? Anaweza. Imani, hali ya mambo ambayo hayawezekani, yametamkwa, yamethibitishwa na madaktari, lakini imani inabadilisha. Kwa hiyo tumwamini, kanuni ya kumwamini Mungu. Sasa hiyo inatakiwa isiwe theory, yani iwe ni practical. Unafanya, yani kama mjinga, kama mwenda wazimu. Hiyo ni kanuni ya ngapi? Ya tatu. Kanuni ya nne ni kanuni ya omba kwa neno. Mamlaka ya kupata kitu, sheria ya kupata uhalali wako wa kupata chochote uko kwenye nini? Kwenye neno. Kwa hiyo kama unalohitaji lolote lazima ulialign na neno la Mungu. Je, kuna ahadi gani? Mungu amesema nini? Naona? Mungu amesema kwenye masomo kwamba atakupa akili kuliko nini? Wakufunzi wako. Kwa hiyo hicho simama nacho. Mungu amesema nini kwa watoto wako? Amesema na watoto wako watafundishwa na nani? Na Bwana. Mungu amesema nini juu ya afya yako? Anasema akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mungu amesema nini juu ya mahitaji yako? Zaburi ya 145:19 anasema Mungu anawapa wale wamchao matakwa yao. Unataka nini? Kile unachokitaka sasa Mungu ndiye anafanya nini? Anataka akupe. Kwa hiyo kuomba kwa nini? Kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema mwombaji, kama unaomba masaa 3, saa 1:30 soma neno, saa 1:30 omba Mungu, kwa sababu neno ndio linatupa uhalali wa kupokea yale tunayoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kanuni ya 4. Kanuni ya 5, kanuni ya 5 kanuni ya 5 tuliona kuomba kimahususi. Be specific. Usiombe kiholela. Omba kitu kinachoshikika, kinachopimika. It must be measured. Usiombe tu nataka kufaulu mtihani, kwa sababu aliyepata division 4 amefaulu hajafaulu?
Aliyepata division 3 amefaulu hajafaulu? Aliyepata division 2 amefaulu hajafaulu? Aliyepata division 1 amefaulu hajafaulu? Kwa hiyo kama unaomba, omba kitu ambacho tunaweza kufanya nini? Kukipima. Usiombe kitu kwa nini? Kwa ujumla. Omba kwa idadi. Omba kwa majira gani unataka Mungu akutokee. Sema. Omba ili Mungu akupe nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo omba, na ukiomba sasa kimahususi unakuta Mungu anakusaidia kwa namna moja au nyingine. Sasa maombi yangu na mimi kama mchungaji, na kama mchungaji ambaye niko pembeni kidogo, nasema Mungu nisaidie kupitia hawa watumishi tufanye kazi ya Mungu hapa Goshen kutokana na uwezo wao, na wengine wana uwezo mkubwa na wengine wana uwezo mdogo. Kwa hiyo nawatumia hivyo hivyo, lakini tena naomba Mungu nisaidie, nipe mpenyo. Mimi ni mwalimu, nipe fursa za kufundisha maeneo mbalimbali ili tupate pesa, na tukipata pesa tunakuja kufanya nini? Kujenga nini? Ufalme. Kwa hiyo utakuta mchungaji yupo, wengine mchungaji hayupo. Kumbe madhara yake ni nini? Ni yale maombi tuliyofanya nini? Tuliyoyaomba. Kwa hiyo omba kimahususi. Na nilisema nilipokuwa kule Dateki, walikuwa wananicheka sana kwa sababu ya ulokole. Kwa hiyo na mimi nikachukia hasira ya Mungu kwamba kwa nini wananicheka. Kwa hiyo nikamwomba Mungu kwamba testi inayokuja ilikuwa testi ya biology, na nikasema lazima niwapite wote. Kwa hiyo nikasema niwapite wote. Na kweli testi ilikuja, ilikuwa ya kawaida. Nikafanya na matokeo yake nilipata 4 ya 10. Naona 4 ya 10. Je, Mungu amejibu hajajibu? Na kwa nini Mungu amejibu hivyo? Nilisema niwashinde wote. Kwa hiyo wenzangu wote walipata 3, walipata 2, walipata nini? 1. Kwa hiyo kwa kuomba kwangu maombi ambayo sio mahususi, nikawa wa kwanza katika wajinga. Kumbe nilitakiwa niseme nipate zote. Nipate zote. Nipate ngapi? 10 kwa 10. Unaomba nini? Omba kitu. Mungu anasikiliza kitu. Ina akupe nini? Akupe kitu. Kwa hiyo omba kimahususi. Kanuni ya 6, omba kwa bidii na kiu ya kupokea. Maombi sio mara zote majibu yanapatikana haraka. Kuna maombi mwezi mzima, kuna maombi miezi kadhaa, na kuna maombi mengine yanachukua miaka. Lakini ile kuomba kwa bidii, tunaposoma habari za Elia tunafikiri kama ni kitu cha kufumba na nini na kufumbua, lakini ilikuwepo muda wa kutosha. Ndio maana wakati anaomba tena tukaona anamtuma nani? Mjakazi wake, nenda kaangalie. Bado anaendelea kuomba. Anamtuma tena, kaangalie. Bado. Hasa Biblia haijasema alikuwa anamtuma baada ya siku moja, alikuwa anamtuma baada ya wiki moja, alikuwa anamtuma baada ya mwaka mmoja, alikuwa anamtuma baada ya mwezi mmoja, alikuwa anamtuma baada ya miezi mitatu, lakini kila mara alikuwa anafanya nini? Kwa hiyo bidii na kiu nini ya kupokea. Yule jamaa alipoona wingu kama mkono, kwa sababu ya kiu ya nini? Ya kupokea, akasema tayari. Na kweli mvua ikafanya nini? Kanyesha. Kwa hiyo kanuni nyingine ni kuomba kwa bidii, lakini kuwa na kiu ya kupokea. Hiyo ni kanuni ya 6. Kanuni ya 7, tumia jina la Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Maombi ni mashindano kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Sasa tumepewa jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo tumia jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, omba kwa jina la Yesu. Yaani kufanya vyovyote vile kwa jina la Yesu. Tumia jina la Yesu kwa sababu ndio jina pekee linalokufungulia milango ya kupata. Tumia moto wa Roho Mtakatifu kuteketeza kazi na silaha zote za yule adui. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya 7. Kanuni ya 8 tuliona kwenye maombi yetu, na ni kanuni ya kushukuru.
Kanuni ya kwanza imani. Kanuni ya pili kushukuru. Ile ilikuwa ni kushukuru kabla ya kuomba. Lakini kanuni hii ya kushukuru ya pili ni baada ya kuomba. Kushukuru maana yake ni kwamba hata kama Mungu hajatenda, lakini wewe unaamini afanye nini? Atatenda. Hata kama hakuna dalili, unaamini kwamba Bwana atafanya nini? Atafanya. Kwa hiyo kushukuru kunahamasisha Mungu afanye zaidi, kwa sababu kabla ya kuona unashukuru. Katika sayansi ya kawaida tunafanya practical, halafu yale matokeo yakitokea ndiyo tunaamini. Lakini katika sayansi ya kiroho tunaanza kwa kuamini yale, halafu baadaye nafanya nini? Yanatokea. Sasa mara nyingine tunachanganya, naona napomwombea mtu mpaka akitikiswa anaona kama ndio Mungu amemgusa, akiona ameanguka ndio Mungu amemgusa. Kumbe mara nyingine hata kama usipoguswa, lakini kwa imani umefanya nini? Umepokea. Kwa nini? Neno limesema, na neno ndio mamlaka ya nini? Yanayokufanya wewe upokee. Ukihudhuria katika graduation za vyuo vikuu, watu wamesoma miaka 5, watu wamesoma miaka 3, watu wamesoma miaka 4, lakini chancellor anasemaje? Kwanza watu wanatajwa majina yao, halafu anasema maneno tu kwamba na watunuku masters ya business administration hawa wote waliotajwa. Halafu kinachotokea ni nini? Tayari wana degree. Yaani kuanzia pale tayari wanaweza kuajiriwa. Kwa nini? Kwa hiyo degree. Kwa hiyo tamka neno, shukuru kwamba Mungu anaweza. Na mwisho kanuni ya 9 ni vita vizuri vya imani kuyashika maungamo. Kuna gap kubwa kati ya maombi na kujibiwa. Na hapo ndipo watu wengi tunafanya nini? Tunapotea. Halafu tena ile chemistry ya kujibiwa maombi yanapokaribia kujibiwa, ile hali inakuwa mbaya zaidi. Na kwa hiyo mtu anaanza kuondoka. Kwa hiyo yale maungamo anafanya nini? Anaondoka. Nikamwambia uhalisia huko hivi. Ukienda hospitali, mgonjwa kama alikuwa na hali mbaya sana, halafu ukaona amechangamka, amekula vizuri, umeongea naye, mkirudi kesho hayupo. Halafu tena hiyo chemistry, mgonjwa yani yuko vibaya mno. Yani mnasema sijui kama tutamkuta, sijui kama tafanya nini, namkuta. Na matokeo yake mnamkuta. Kwa hiyo imani yale maungamo yako sasa, hata kama hali haionekani, hata kama kitu hakionekani, lakini hebu endelea kukiri hivyo kwamba wewe utakuwa, mgonjwa hatapona, kama ni project fulani itafanyika, endelea kufanya maungamo. Okay? Sasa ile maungamo baadaye yanaleta nini? Yanaleta matokeo. Na nilisema wakati tunajenga kanisa kule, tulianza kwenye mabanda ya kuku ambayo nilikuwa nimeandaa kwa ajili ya project ya kuku kule nyumbani kwangu, lakini nikaona hapa panaweza kuanzia kanisa. Lakini tukawa tumeshapata uwanja. Sasa tukawa ibada zetu zinakuwa fupi sana ukiwa unaanza, kwa sababu hakuna praise team, hakuna kwaya, sawa? Wala hakuna magitaa, isipokuwa tu unachukua ndoo mnaigeuza, mnapiga ngoma. Kwa hiyo muda mfupi tu tunamaliza. Lakini kila baada ya ibada, na tulikuwa tumekusanya watoto wengi ambao walikuwa hawaendi na wazazi wao wa mbali. Kwa hiyo nawakusanya wale watoto, tunakwenda kwenye uwanja wa kanisa. Kwa hiyo nawaongoza sasa, tunasema tunafanya maungamo, mahali hapa litajengwa kanisa kubwa la kupendeza, mahali hapa patajengwa kanisa kubwa la kupendeza. Unaonaje hayo maungamo? Mwalimu mrefu halafu na vitoto vya Dania. Si unaona kama ni kichekesho Wangekuepo waandishi wa ITV, si wangechukua ile. Wanasema mnaona mchungaji kichaa huyu. Lakini maungamo hayo tulioyaungama na watoto wadogo hawa yamekuja kuzaa kanisa kubwa kabisa ambalo yani watu mpaka wanasema ili kanisa lingefaa likae wapi? Ikae mjini. Nini kimetusaidia? Kumwamini Mungu na nini? Maungamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakiri nini baada ya maombi?
adui anachofanya anakutikisa zaidi. Yaani kama mtoto anakuwa mjeuri, kama ulikuwa unamwombea mtoto anakuwa jeuri zaidi. Naona? Kama ulikuwa unamwombea mgonjwa anakuwa na hali mbaya zaidi, lakini anakutikisa utoke kwenye nini? Kwenye imani. Lakini anasema umepona, wewe ni mzima, umepona, wewe ni mzima. Tena unamuuliza mchana nikuletee nini? Unamuuliza vyakula anavyovipenda, unavileta kwa imani. Yale maungamo yale yanaweza kutusaidia. Kwa hiyo kwa ujumla tumeona kuna kanuni ngapi wanafunzi wazuri? Kanuni ya kwanza, kanuni ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano kuomba kimahususi, ya sita kuomba kwa bidii na kuya kupokea, ya saba kuomba kwa jina la Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Okay? Ya nane shukurani, na ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyie ni wanafunzi wazuri, mmepata 100 kwa 100. Makofi kwa Yesu. Mtamwomba nabii mkubwa Mlokozi awatafutie zawadi nzuri kama ile anawapaga watoto wake pale. Makofi kwa Yesu jamani. Yeah.